Tunapozungumzia saikolojia ya mwanamke, tunazungumzia nafsi au saikolojia iliyokuwa tofauti kabisa na saikolojia ya mwanamume. Tafiti nyingi zinaonyesha wanaume wengi hawafahamu vizuri wanawake. Hatuwafahamu wanawake wanavyofikiri, mifumo yao ya kufikiri, jinsi ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiumba, hatuifahamu. Hatuwafahamu wanawake katika upande wa hisia, hatuwafahamu wanawake katika upande wa wanavyotafsiri maneno, hatuwafahamu hata wanavyoona mambo. Sasa hivi vitu tunavyovielewa vitatusaidia katika kuelewa tunaishi vipi na familia zetu na wake zetu na hata mabinti zetu. Sasa gepo hili la ufahamu, ombo hili la ufahamu limesababisha nyumba nyingi sana kuvunjika kwa maana ya ndoa. Wa min ayatihi, katika alama za kutambua uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, amewaumbieni nyinyi kutokana na nafsi zenu wenza wenu. Kwa nini? Litaskunu ilaiha, ili muweze kupata utulivu. Hiyo sababu ya kwanza ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kumuumba Hawa, kwamba ili Adam aweze kupata utulivu, ili sisi wanaume tuweze kupata utulivu. Kwa maana nyingine, mwanamume yote ambaye yuko nje ya ndoa hana utulivu. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Mwenyezi Mungu akajalia kwa uwezo wake baina ya mwanamume na mwanamke mawadda, mapenzi, wa rahma na huruma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hayo kuna alama za watu wenye uwezo wa kufikiri. Wastausu bin nisa'i khaira, na wahusieni yenyi wanaume kuwafanyia khairi wanawake, kuwafanyia wema wanawake. Fa innahunna khuliqna min dhil'i, kwa sababu hawa wanawake wameumbwa kutokana na ubavu. Wa inna a'waj shay'in fi dhil'i ala, na sehemu iliyopinda katika ubavu iko juu ya ubavu. Fa in dhahabta tuqayyim, ukitaka kuunyosha ule ubavu uliopinda, wewe kama rula kasarta, utauvunja ule ubavu, sababu asili yake unatakiwa upinde ndio ufanye kazi yake. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, lakini ukiuacha ule ubavu usiunyoshe, utaendelea kuwa umepinda. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshabihisha saikolojia ya mwanamke, fikra, akili, mitazamo na maumbile ya mwanamke ni sawa sawa na ubavu uliopinda. Kupinda kwa ubavu ndio upatikana kwa uhai wa mwili wa mwanadamu. Hali kadhalika kupinda kwa mwanamke tunapokuona sisi katika tabia zake ndio ukamilifu wa mwanamke mwenyewe. Ukijaribu kumpindisha mwanamke afikirie kama unavyofikiria wewe, aone kama unavyoona wewe, atazame kama unavyotazama wewe, unataka kuunyoosha ubavu, maana unataka kumfanya mwanamke mwanamume. Sema walaisa dhakaru al-untha, mwanamume si kama mwanamke. Mwanamume ana ubora wake na mwanamke ana ubora wake, na wote wanatofautiana katika ubora. Huyu ana ubora sehemu hii na huyu ana ubora sehemu hii, wanashindana katika, isipokuwa mwanamume amepewa fadhila ya kuwa ni kiongozi. Hii ni hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa mwanamke anatofautiana sana na mwanamume. Na hata wale wanaodai haki 50-50, mwanamke mfumo dume na nini, wameshindwa kupambana na aya hii. Ukamilifu wa mwanamke upo jinsi alivyo.